Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Bila shaka uko vyema na kusalimu, peace be upon you, assalamu alaikum. Na tumai unaendelea vyema kabisa na mambo yako ya kila siku. Kumekuwa na taarifa nyingi. Unajua hali iliyopo hivi sasa ulimwenguni, kadri nusu saa ikipita kunakuwa na taarifa nyingi mpya kwa wakati. Na kumekuwa na taarifa nyingi za mfululizo kutoka katika sehemu mbalimbali, matamko mbalimbali kutoka kwa viongozi mbalimbali. Katika awamu ya kwanza ya urais wa Donald Trump, ile ya 20 mpaka ilivyoishia 2017 ngapi huko, mtandao wa Twitter wakati huo kabla ujawa X uliamua kuifunga rasmi akaunti ya Donald Trump. Kama mnakumbuka kuwa ilifungwa na ilikuja kufunguliwa na Elon Musk wakati bado ni maswahiba, baada ya kununua ile kampuni ya Twitter kuifanya kwa X, ndio alikuja akairudisha ile akaunti ya Donald Trump. Lakini Donald Trump awamu ya kwanza ilisababisha afungiwe akaunti yake ya Twitter, na yeye kwa hasira akaenda akaanzisha huu mtandao ambao hivi sasa ndio sana anatumia kuposti taarifa mbalimbali wa Truth. Sasa kupitia Truth, Donald Trump ameposti tena posti ambayo tayari imeongeza utata tena mpya. Utata mpya kwa sababu kauli yake imekuja katika utata ambao haujafahamika moja kwa moja kuwa huu utata unaelekea wapi, kwa sababu kauli hii walizungumza mwanzo, wakakanusha, wakazungumza tena inarudi. Na hata waziri wake wa ulinzi alivyokuwa jana akizungumza kuhusu mashambulizi yale ya Irani au mashambulizi ya Marekani kwenye vinu vya nyuklia vya Irani, alitoa kauli ambayo ilisema kuwa wao hawakuwa na mpango wowote wa regime change. Inaitwa regime change, yani kubadili utawala wa Iran. Isipokuwa kauli yao wao ilikuwa ni kuwa wanaenda kuharibu miundombinu ya nyuklia ya Iran, ambao kwa mujibu wa Pentagon, kwa mujibu wa IAEA, mpaka muda huu kuwa hakuna uthibitisho wa moja kwa moja kuwa Marekani alitimiza kikamilifu kuharibiwa kwa hivyo vinu vya nyuklia vya Iran. Sasa Trump amerudia kusema kauli kuwa kama viongozi wa Iran hawawezi kuifanya Iran kuwa bora, basi sisi tunaweza tukafikiria kuhusu ubadilishaji wa serikali. Ni kauli ya utata sana ambayo ukitangaza hivyo ni tangazo ambalo ndani ya nchi linapokelewa kama tishio la kuangusha utawala. Sasa tishio la kuangusha utawala, unafahamu nini majibu yake? Tishio la kuangusha utawala, majibu yake kuwa ni tishio la kuwaondoa viongozi waliopo. Mara kadhaa anasema kuwa kama utaisema hiyo kauli ukiwa ndani ya nchi yoyote, inatafsirika kuwa ni uhaini, na nchi nyingi katika kesi za uhaini zina adhabu ya kifo. Sasa Trump ametangaza kuwa tutabadilisha utawala wa Iran. Sasa hii inarudi kwenye pointi ya msingi iliyoingiza Israel kwenye mgogoro, kwa sababu tayari Israel na Netanyahu ndani ya nchi wao walikuwa na nadi kuwa kwenda kubadili utawala ule wa Iran. Na ni kauli ambayo ilikuwa ina sauti kubwa kwa Netanyahu mwanzoni, mpaka Marekani walivyoipuuza ikashuka sauti ya Netanyahu, na hata hivi sasa Marekani ameipamba tena. Tunaweza tukaisikia tena upande wa pili wa Israel kuwa wakirudia ile kauli kuwa sasa tunarudi kwenye ajenda yetu ya kutaka kuondoa utawala. Hii ajenda matokeo yake ni mabaya zaidi. Matokeo yake ni mabaya na ni magumu zaidi. Wakati dunia bado inashutumu kile kilichofanywa na Marekani kwenye kulenga vinu vya nyuklia vya Iran, halafu katika hili likanishangaza kitu kimoja. Australia
Australia imeunga mkono mashambulizi ya Marekani kwenye vinu vya nyuklia vya Iran kama vile Uingereza ilivyounga mkono. Sasa kituko ni kuwa Australia, Canada hawa ni wanachama wa NPT. Halafu wote wanakaguliwa na IAEA, shirika la atomic linakagua. Australia urutubishaji wake wa uranium uko sawa na wa Canada ambao ulikuwa sawa na Irani 3.67. Yani urutubishaji unaokubalika kimataifa. Yani namba ya urutubishaji inayokubalika kimataifa ni 3.67 au 3.5 isizidi. Yani kwa kiwango hicho unakubalika ambao kuwa ni matumizi ya kiraia. Sasa Australia ambayo yenyewe inaona kwenye nchi yake ni halali kurutubisha urani ya 3.6 na inaona kuwa hii ni halali kwa matumizi yake ya kiraia, Australia inakataa Irani kurutubisha kwa 3.67. Yani double standard. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa vita ya magharibi kwa Iran iko nje kabisa ya mstari ambao mara kadhaa watu wanauona. Yani kuna picha ambayo tunaiona na picha ambayo inazungumzwa kuwa nuclear Iran. Lakini si kweli wale watu walikuwa wana shida sana na nuclear Iran. Shida zao zinakuwa ni nyingine tofauti. Sasa kwa Iran nadhani hakuna kinachowakera zaidi kwa sababu aliyemvuta hapa Marekani kwenye vita ni Israeli. Israeli ana ajenda na Marekani ana ajenda. Wote wana ajenda zao dhidi ya Iran na Mashariki ya Kati. Manake ukichukua ajenda ya Israeli ni kuwa hakuna ambaye, yani hakuna nchi yenye nguvu hivi sasa iliyobaki Mashariki ya Kati ambayo inasupport Iran, inasupport Palestina zaidi ya Iran. Na kwa sababu Iran inakuwa ni tishio, kuna nchi ambazo zinaweza zikasema zikasaidia Palestina lakini hazina nguvu. Kama Yemen unaweza kusema kuwa hawana tishio kubwa zaidi kama la baharini, yani kutudhuru sisi ni mbali pia kwao. Hiyo unaweza ukasema hivyo, hao labda wa Yemen upande wa pili. Lakini Irani ushawishi wake na mkono wake ni mrefu zaidi. Sasa ukichukua ajenda ya Israel kwa Irani inakwenda na mambo mawili matatu mpaka manne. Huyu ndio anayetuharibia mpango wetu wa kuchukua eneo lote la Palestina. Huyu ni tishio kwetu, huyu anaweza kutufuta huyu. Kwa hiyo huyu inakuwa kuna ajenda zaidi ya 3 au 4 ambazo zinakwenda pamoja na Israeli kwenda upande wa pili wa Iran. Lakini Marekani Iran kwake, kwanza Iran hana ushirikiano na Marekani exactly wa moja kwa moja, na Iran ni moja ya nchi ambayo ilikataa kabisa matumizi ya dola kwenye uuzaji wake wa mafuta na usambazaji wake wa gesi, kuwa ilikataa kabisa kutumia dola, kitu ambacho Marekani kinamuudhi kwa sababu Marekani hutaka kila nchi itumie dola ili iweze kuifaidisha yenyewe, yani kuwa tufaidike kwa sababu sisi dola. Sasa Irani ni moja ya nchi ambayo inauza mafuta kwa kutumia pesa ya nchi nyingine, hasa unajua mafuta ya Irani yanakwenda China. Kwa hiyo hatumii dola na kukwepa hilo, ndio maana kuna vikwazo vikubwa vya kibenki. Lakini kingine kuwa rasilimali za Irani ambazo ni nyingi, mfano za mafuta, tenda zake, uchimbaji na kila kitu, kampuni za Kimarekani zimetupwa mbali kwenye hizo tenda, hazihusiki. Tofauti kabisa na Marekani anachokifanya labda Syria, anachokifanya nchi kama Kuwait, makampuni yake aliyopo Iraki, aliyopo Jordan na kwingine, nchi nyingi za Gulf pia ambazo makampuni ya Kimarekani yamejikita hapo, ambayo yanazalisha yanachimba mafuta au kwa kiwango kikubwa. Sasa kwa Irani imekuwa ni kama haiwezekani hili kwa Irani yani amezuia hili, hauwezi kupata kupitia kwetu. Kwa hiyo Marekani hilo hapati. Lakini kupitia Iran, Marekani anajiweka kwenye nafasi nzuri kwa sababu ya ile ambayo aliwalisha nchi za Mashariki ya Kati kuhusu Iran, kuwa Iran ya adui yenu, Iran anawaza kupindua tawala zenu. Hasa unajua hawa Irani ni Shia, kwa hiyo wanakerwa na tawala za Kisuni. Kwa hiyo hizo tawala zenu za Kisuni ziko hati kuondolewa, kwa Irani hampaswi kabisa kuwa karibu naye. Sasa kuna kile kitu ambacho nasema kuwa wanasubiri majibu ya Irani kwenye mashambulizi ya nyuklia. Yani hiyo ndio imebaki vikuwa tunasubiri majibu ya Irani kwenye mashambulizi ya nyuklia ya Marekani. Sasa kulikuwa na maswali mengi kuhusu kuwa maslahi ya Marekani yaliyopo Mashariki ya Kati. Maslahi ya Marekani yaliyopo Mashariki ya Kati, maslahi mengi yapo kwenye nchi zilizozunguka. Lakini shida imekuwa ni kuwa kwa siku za karibuni Irani hana uhusiano mbaya na hao majirani zake.
Na hata msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Khan alivyokuwa akiongea, alijibu hilo swali akasema kuwa baada ya kuulizwa kuwa je, mtaweza kushambulia nchi ambazo zitashiriki kutoa ardhi kwa kushambuliwa kwenu, akasema sisi na washirika wetu nchi za Kiarabu au nchi zingine majirani zote tuna uhusiano mzuri, kwa hiyo hatuhitaji kuharibu uhusiano wetu. Na ndio maana unaona kuwa licha ya kuwa wiki ya pili imeingia Israel yakifanya mashambulizi ndani ya Iran, zaidi Israel anatumia anga ya Iraq, lakini unaona kama kuwa Irani haijachukua hatua zozote kwa Iraq kwa sababu tayari ina uhusiano nao mzuri. Hivi karibuni imeanzisha uhusiano na Saudia, ambapo hivi sasa visa kati ya Saudi Arabia na Irani ni free visa, yani kwa unaweza ukaingia tu ukafika ukapewa visa yako, lakini ilikuwa haina uhusiano na Imarati. Imarati hivi karibuni imerejesha uhusiano na baadhi ya mawaziri wametembeleana huku na huku, lakini tayari tumeona uwekezaji wa nchi za Gulfu ukienda kwa Irani, hasa kama Saudi Arabia na Imarati wamefanya uwekezaji mkubwa tu ndani ya Irani. Sasa Irani kugusa maslahi ya hizo nchi, ndani ya hizo nchi kuna wakati hataki tena kuvurugana na jirani zake, ili kuondoa ile nadharia ya kuaminisha kuwa huyu ni hatari kwenu, atawashambulia wakati wote. Yani anataka kujenga imani bado na majirani zake kuwa mimi sio mbaya kwenu. Yani kuna kile ambacho kinafanywa na Marekani kule Ulaya Mashariki, kuaminisha Ulaya Mashariki kuwa Israeli Urusi atawashambulia muda wowote. Kwa hiyo Ulaya na wenyewe wanakaa vile vile kuwa huyu atatushambulia wakati wowote, lakini unaona Urusi anajitahidi kuficha mbawa zake kwa hata wanapomchokoza. Unaona kuna wakati kabisa Ujerumani unaona kabisa ameamuru makombora, ameamuru yapigwe. Ufaransa una nini, Poland wanaongea ambapo kuwa anaweza akawafikia dakika yoyote tu atakiamua kuwashambulia, lakini unaona kuwa anaamua kushikilia kwa msiwaguse, waacheni, kwa sababu kutaka kujenga imani na majirani. Yani anataka kuitengua kauli ambayo wanaambiwa upande wa pili na Marekani kuwa Urusi ni mbaya. Kwa hiyo na Irani pale Mashariki ya Kati anaamua kubaki kwenye msimamo wake ili kulinda uhusiano wake na majirani zake. Jamani, uamuzi wa bunge la Irani kufunga mfereji wa Hormuz haujaidhinishwa mpaka Baraza la Usalama la Irani litapoketi na kuamua je, watekeleze hilo au wasitekeleze. Kwa hiyo hilo linabaki kuwa hivyo, sio kuwa kweli Irani kafunga mfereji wa Hormuz. Hajaufunga bado, isipokuwa bunge limepiga kura ya kufunga mfereji wa Hormuz, lakini uamuzi wa mwisho wa uamuzi huo utatolewa na Baraza la Usalama la Iran. Asanteni. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahbi papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahbi, tutakuunga moja kwa moja. Rahbi Digital, haki na ukweli.